ZECO ipo kung'arisha maisha yako. Tukaiangalia kisiwa chetu kwamba kina eneo moja inaitwa Stone Town, tukachukua uchumi wetu kwa maana ya kwamba unategemea utalii. Basi mkataba huu ni muhimu sana kwa sababu tunaenda kushughulika na changamoto za mji mkongwe. Katika mradi wetu wa umeme ambao Benki ya Dunia wanatuthamini, kuna vipengele vingi mle ndani ya mbali ya ule mradi, kama ujenzi wa vituo vya umeme vya kupozea umeme, ujenzi wa laini kubwa, lakini pili ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme. Lakini tunakwenda sasa kwenye hatua ya kuweza kuboresha mifumo yetu ya umeme kwa maana kwamba eneo la Stone Town tunaenda kubadilisha nyaya karibu zote, lakini tunaenda kuweka umeme wenye uhakika ndani ya mji mkongwe. Mradi huu ni muhimu sana ndugu zangu, na wenzetu, ndugu zangu wizara, lakini pamoja na ZECO kwa jumla tusimamie. Tunasaini mkataba huu ambapo tutakuwa na umeme, tutakuwa na kazi ya kuweka waya maalum za kupeleka umeme kule Stone Town. Leo tunatia saini component ya mji mkongwe kwa ajili ya kuboresha umeme katika mji mkongwe. Lakini niwaombe ndugu zangu ZECO, lakini wakandarasi, kwa taarifa tu, tunachotaka kukifanya sasa hivi, scope yenu hii ilivyo ni kubadilisha miundombinu na kuweka miundombinu hakika. Sasa tunajaribu kubadilisha mji mkongwe kuwa mji wa kitalii. Tumefikiria na serikali imeamua, tunataka kuondosha uning'iniaji wa kebo kwenye mji mkongwe. Tuwe na kitu cha kubadilisha scope, kwamba pamoja na kwamba tunapeleka waya, tunapeleka miundombinu mipya kwenye mji mkongwe, lakini ikae kwa namna gani? Tunataka miundombinu yote ya umeme ya waya isionekane kining'inia kwenye majengo yetu ya mji mkongwe. Lakini hii haimo kwenye mkataba huu, na tayari sisi tushajipanga kama wizara, kama serikali, kama ZECO kwamba tutakaa nao tujaribu kutizama. Hatutaki tena kuona mawaya yananing'inia kwenye majengo ya mji mkongwe. Tunataka mji mkongwe wa Zanzibar uwe kama mji mkongwe ya nchi nyingine. Sasa tunataka tuende kwenye mazingira kwamba waya zote ziwe kwenye either underground au ziwe katika pipe conduit ambayo sasa zitakuwa hayaning'inii kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo huu ni mkataba mmoja muhimu sana, na nakuombeni ndugu zangu, watendaji wenzangu, sote tusimamie vizuri, na mshauri elekezi pamoja na manager wa kusimamia mikataba. Hii ni kazi yenu kuhakikisha huu mkataba unakaa vizuri. Lakini naomba spidi, na huu ni wito wangu, ili tuende vizuri kwa miradi yote, na nyinyi mwe mfano. Kama kwa sababu wakati mwingine tunasema tuwape wa China, tunatafuta wa China kwa sababu tunaamini wale wanafanya usiku na mchana, tunajidogosha sisi wenyewe wazawa. Hebu onyesheni mfano kwamba na sisi wa Tanzania tunaweza. Mkifanya vizuri, manake mtatengeza mazingira, hata miradi mingine inaokuja mtaweza kupata. Tuna mradi mmoja mkubwa unakuja wa Benki ya Afrika, Benki ya Maendeleo ya Afrika, ambao tunaleta karibu megawati 270. Ndani yake kuna last mile connection. Msimkashangaa pengine mkawa nyinyi, lakini hiyo itakuwa subject tu kazi ya mji mkongwe, na pengine kazi ya mji mkongwe inaweza ikawa ni yardstick ya kuwapima nyinyi. Mnaweza. Nitoe shukrani kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, serikali kwa ujumla, kupitia Wizara ya Nishati na ZECO kusema kwa asanteni sana, na tutahakikisha mradi unafanyika jinsi unavyotakiwa, unatekelezwa kwa muda uliowekwa, na tutahakikisha kama mlivyosema, tujaribu kuhakikisha kwa kile ambacho kimeandikwa kitendwe, kifanyike na kifanyike kwa hali ambayo inakubalika, na tunahakikishia kwamba tutaajiri Wazanzibari kwenye huu mradi. Leo kama mlivyoshuhudia, tumetia saini mkataba wa uhuishaji wa miundombinu ya umeme katika eneo la mji mkongwe. Ni nia ya serikali kuibadilisha mji mkongwe kuwa ni kitovu kikubwa cha kitalii. Kwa sasa serikali imehamisha
ofisi zake nyingi katika eneo la Mji Mkongwe ili kutoa nafasi ya mji huo kuwa ni kivutio kikubwa cha utalii. Sasa ili uwe kivutio kikubwa cha utalii ni lazima miundombinu mbalimbali ya Mji Mkongwe ibadilishwe, ikiwemo miundombinu ya umeme. Sasa katika mradi huu ambao utatengenezwa na kampuni ya Kitanzania una thamani ya dola milioni 17.2 na utatekelezwa ndani ya muda mfupi baada ya kusaini mkataba huo, ambao utahuisha ujenzi wa laini mpya za umeme za mkondo wa 33 kV. Kwa sasa Mji Mkongwe unahudumiwa na laini za mkondo wa 11 kV. Kwa hiyo tunabadilisha sasa kwenda kwenye 33 kV, lakini vile vile utahusisha na ujenzi wa substation, mini substation, ambazo hizi sasa zitatoa guarantee kwamba umeme utakaopatikana katika eneo la Mji Mkongwe pamoja na maeneo ya jirani utakuwa ni wa uhakika zaidi, ili watalii wengi waweze kuvutiwa na huduma mbalimbali zitakazotolewa katika Mji Mkongwe. Sasa hivi kama tunavyoona, maeneo ya Mji Mkongwe kumekuwa na renovation kubwa na ikihusisha ujenzi wa mahoteli, ujenzi wa parki na maeneo mengine ya vivutio vya kitalii. Sasa haya yote yanahitaji umeme. Sasa ndio maana tumekuja na mradi huu ambao utahusisha uhuishaji wa laini zetu za umeme, lakini pia tunakwenda ku extend and tutakwenda kupanua scope, yani wigo wa mradi huu, ambapo pamoja na mambo mengine kama alivyozungumzia Katibu Mkuu kwamba tutaondoa zile nyaya zote zinazoning'inia katika Mji Mkongwe na kuzipitisha ardhini. Sasa tutapokwenda katika hilo, pia tutaweka provision ya maji, tutaweka provision ya wenzetu wa data, ambapo watakuwa na sehemu katika mradi huu kupitisha nyaya zao ili zile waya zisiwe zina hengi juu. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.